Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Tanzania yetu, amani kwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti wa kikao hiki muhimu cha Halmashauri Kuu ya JMAT Taifa, naomba sasa nipitishe taarifa kuhusiana na ada, vyanzo vya mapato JMAT na uhalali wa wanachama katika JMAT. Kwanza nitaanza na swala la ada ya wanachama. JMAT ilipitisha tuwe na ada ya wanachama aina mbili. Ada ya wanachama kwa viongozi, halafu kutakuwa na ada ya wanachama kwa wanajumuiya. Ndugu wajumbe, kama mjuavyo ni kwamba tuna wanachama wa aina mbili, wale ambao wamepata nafasi za uongozi na wale ambao bado hawajapata nafasi za uongozi ambao tunawaita wanajumuiya au wanachama. Kwa hiyo ada kwa kiongozi ni shilingi 50,000 kwa mwaka na ada kwa mwanajumuiya ni shilingi 30,000 kwa mwaka. Nikifafanua zaidi kuhusu habari hiyo ni kwamba wakati mwingine watu wanashindwa kuelewa kiongozi ni nani na mwanajumuiya ni nani. Mtu ambaye hajapata nafasi kabisa ya uongozi, huyo ni mwanajumuiya. Huyo anatakiwa kulipa shilingi 30,000. Amependa JMAT, amejiunga na JMAT, lakini hajapata bado nafasi ya uongozi. Huyo ni shilingi 30,000 ada kwa mwaka. Lakini yule ambaye ana nafasi ya uongozi anaweza kuwa ni afisa katika idara, afisa katika kamati maalum, mjumbe wa halmashauri kuu, mjumbe wa kamati ya utendaji wa mkoa, mjumbe wa kamati ya utendaji wa wilaya, mjumbe wa kamati ya utendaji ya kata. Hao wote ni viongozi, wamezipata zile nafasi, ni maalum, wameteuliwa, ni viongozi. Basi wale wanatakiwa kulipa shilingi 50,000. Hiyo ndio ada ya wanachama. Lakini wale ambao hawajapata nafasi, ni wanajumuiya tu, wale ndio shilingi 30,000. Na baada ya ada kuwa imepatikana, kuna mgawanyo wake. Kwa kuanzia sasa ni kwamba katika mapato yanayopatikana na ada, 50% inarudi kwenye wilaya, 30% inarudi kwenye mkoa, na 20% inaenda taifa au inabaki taifa. Kwa hiyo katika hatua ya sasa mgawanyo unaenda mpaka katika ngazi ya wilaya. Na naomba tujue kwamba ada inayolipwa yote inaingizwa kwenye account. Inaingizwa kwenye account maalum ya JMAT ambayo nitahitaja hapa. Lakini baada ya hiyo pesa ikishalipwa kwenye ile account ile imewekwa fixed. Account imewekwa fixed kwa muda wa miezi 6. Kwa hiyo baada ya miezi 6 ndipo itagawanywa kwenda katika mkoa na wilaya. Kwa hizo asilimia nilizosema, yani mkoa 30%, wilaya 50% na taifa 20%. Tanzania yetu, amani kwanza. Hiyo ndio habari kuhusiana na ada na mgawanyo wake. Na kwa namna huu mgawanyo ulivyo vizuri, kama tukiweza kusimamia vizuri swala la ada tu, kwa idadi ya wanachama wa JMAT tulionao, tutaanza kupata nguvu ya kiutendaji katika ngazi zote, katika ngazi ya wilaya, katika ngazi ya mkoa na katika ngazi ya taifa. Sasa lazima tujiulize ni namna gani tunaweza kukusanya hii ada. Namna ya kwanza kukusanya ada hii ni kuwa na wanachama. Watu wanaipenda JMAT wengi sana. Kama watu wanaipenda JMAT, basi wawe rasmi katika jumuiya, wawe ni wanajumuiya, wawe ni wanachama. Na namna ya kufanya wawe wanajumuiya au wanachama ni kuhakikisha kwamba
fomu ambazo tumekuwa tukizigawa mara kwa mara kwenye mikutano, basi wanachama wapya wanajaza ili watambuliwe rasmi na wawe na namba za kuwatambulisha, namba za wanachama. Lakini baada ya kuwa wamejaza zile fomu, wanatakiwa kulipia shilingi 11,000 ili waweze kupata vitambulisho. Hiyo ni hatua ya pili. Wakishaweza kuwa wametengenezewa vitambulisho, wataanza kupata ile ladha, kuona chombo hiki wanakimiliki, JMAT ni ya kwao. Kwa hiyo wataona wana wajibu wa kuifanyia jambo fulani JMAT, ili JMAT iweze kufanikisha malengo yake. Kwa hiyo jambo jingine, tutataka wanachama wahamasishwe kulipa ada. Tanzania yetu, wanachama wahamasishwe kulipa ada. Mtu asipohamasishwa hawezi kulipa. Nadhani mnakumbuka mfano mzuri, Maridhiano Day tulioifanya mwaka 2025 pale jijini Arusha. Ilifanyika hamasa na watu walionyesha kuweza kulipia kwa sababu ya ile hamasa. Pesa daima ina matumizi mengi. Ikiwepo tu mfukoni, litakuja tatizo jingine, itaelekea huko. Lakini kwa nafasi zetu, kama tukiweza kufanya hamasa, tukafakaa na viongozi kule tunakotoka wa mikoa, viongozi wa wilaya, tunaweza tukaweka nguvu na baadaye kuhakikisha kwamba watu wanalipa zaidi ada. Ada inahitaji hamasa, mambo ya pesa yanahitaji hamasa. Sasa mara nyingi watu wanajiuliza swali, kwa nini watu watoe ada? Na wengine wanajiuliza mbona ada ni kubwa? Kwa hili ni swali ambalo lazima tuangalie, kwa sababu kama viongozi tutatakiwa kulijibu vizuri na watu wakielewe chombo. Ada hii kwa mwaka shilingi 50,000 au shilingi 30,000 inaweza ikawa kubwa kama mtu huoni thamani ya chombo hiki. Lakini kama watu wakijua thamani ya chombo hiki, wakijua manufaa ya kuwa katika chombo hiki, basi watajua kwa hakika kwamba hiyo 50,000 inawezekana, na wataona wataipa uzito na watu wataweza kulipa ada. Ndugu wajumbe, watu wakishaweza kutoa ada, wanatengeneza commitment, hata katika shughuli, hata katika kazi, wataweza kujitokeza na kufanya kazi vizuri zaidi, kwa sababu tayari wanaamini katika hicho kitu, wamekuwa tayari mpaka kutolea pesa. Kwa hiyo watakuwa na moyo hata wa kufanya shughuli, jumuiya itaendelea kung'ara na kufanya vizuri zaidi. Sasa kwa nasema katika ushawishi, basi tusisahau kusema manufaa. Wakati unashawishi kwamba lipieni ada, usikasirike kwamba hamlipii ada. Weka maneno kwa nini walipie, wape ushawishi, waambie manufaa ya kulipia ada katika chombo hiki. Kuna manufaa gani kulipia ada ya wanachama JMAT? Sasa nielezee kwa kifupi manufaa ambayo tunaweza tukaandika hapo katika kikao hiki, tukaandika tukajua vizuri hasa manufaa ni nini ya kulipa ada JMAT. Manufaa namba 1, manufaa ya kwanza kabisa ni kwamba anayelipia ada anakuwa mwanachama hai. Ukilipia ada unakuwa mwanachama hai. Maana yake chombo, taasisi, unanufaika na mambo yote mazuri ambayo chombo inaweza kukufanyia. Kuna baadhi ya mambo chombo hakitakiwi kukufanyia kama hujalipa ada. Ni kwa ajili ya ukarimu wa viongozi wetu na upendo wa viongozi wetu, mambo mengi yamekuwa yakienda tukibebana. Lakini tulipofika chombo kimeshakomaa, chombo kimeshaimarika. Natakiwa kwa hakika tulipe ada na tuone tunapaswa ni wajibu, kwa sababu inawezekana. Shilingi 50,000 kwa mwaka mzima ukikata kidogo kidogo, tuliona ni pungufu ya shilingi 4,000 kwa mwezi.
tuseme hata ni 5,000 kwa mwezi, inawezekana. Tukiweka nia inawezekana. Na nipongeze na nashukuru, kuna mjumbe mmoja kutoka Mara, nimtaje hapa kwa sababu ni mjumbe wa kikao hiki cha halmashauri kuu, alinitumia ujumbe asubuhi kwamba naomba unipe utaratibu nilipie kila kitu kinachohitajika na JMAT. Naomba tumpigie makofi. Mjumbe kutoka Mara, dhamira nzuri. Kwa hiyo sisi viongozi kama tukiwa wa kwanza kama mfano wa kulipa, inakuwa rahisi kuhamasisha watu wengine. Lakini vigumu sana kiongozi kuhamasisha mtu mwingine kulipa ada ambayo wewe mwenyewe hujalipa. Nadhani kuna kitu kinakusuta. Kwanza ile nguvu ya kuhamasisha wengine wakati wewe mwenyewe hujalipa utaitoa wapi? Maana unatoaje mfano sasa kwamba mimi nimelipa? Lakini inawezekana kulipa. Tanzania yetu. Kwa hiyo nimesema zaidi ya kwamba unakuwa mwanachama hai, lakini manufaa mengine ni kwamba unanufaika na fursa za JMAT. JMAT ina fursa nyingi sana, na bahati nzuri leo kwa sababu tunataka kuangalia kuhusu hii na tunaangalia kuhusu vyanzo vya mapato vya JMAT. Nitadokeza kidogo, tutajua mambo mazuri mangapi yapi ambayo JMAT inaweza kukufanyia. Taasisi kanufaika na wewe binafsi ukanufaika kwa kuwa katika chombo hiki. Sasa ni fursa gani ambazo unaweza ukazipata? Wewe binafsi kama mwanachama unaweza ukazipata, lakini pia taasisi inaweza ikapata. Unapata haki ya kugombea nafasi mbalimbali za uongozi na kupata nafasi za uongozi kwa sababu umekuwa mwanachama hai. Kwa hiyo kwa mujibu wa katiba, mnajua haki za mwanachama zinatajwa katika katiba. Zile unaweza kuzidai zile haki kama wewe ni mwanachama. Kama wewe sio mwanachama, wakati fulani unaweza kuwa huna haki sana ya kudai. Maana ada ndio inakufanya wewe mwanachama. Na niweze kunukuu kifungu cha katiba, kwenye katiba ibara ya 3(4) kifungu cha kwanza inaelezea kwamba mwanachama yeyote wa jumuiya anaweza kukoma kuwa mwanachama kwa sababu ya kushindwa kulipa malipo ya ada ya jumuiya kama inavyoelekezwa kwenye kanuni. Kanuni na miongozo ndio hii tumekuwa tukisema, inayotokana na vikao vya kamati kuu pamoja na vikao kama halmashauri kuu pamoja na mkutano mkuu. Ulipitisha jambo hili. Kwa hiyo sisi tuna wajibu kwa nafasi zetu kuanza kulipa ada. Ni msisitizo mkubwa sana, manake kwa kuzingatia hiyo, tusipokuwa wanachama wote kwa sababu hatujalipa ada, unakuta kuna jambo hatupo sawa, hatuendi sawa, na hatutakuwa sawa hata kwa wengine ambao tunawaongoza. Na jambo la heri kutokana na swala la ada ni kwamba uongozi umeona tunaweza tukaanza upya. Nadhani hilo ni jambo la heri sana. Tunaweza tukaanza upya. Huu ni mwaka gani? Mwaka 2026. Tunaweza tukaanza mwaka huu 2026. Uhakikishe mwaka huu unakamilisha. Si lazima uitoe yote kwa pamoja. Hata ukitoa mara 2, hata ukitoa mara 3, hakikisha unalipa ada. Jisikie fahari unalipa ada. Na taarifa zote na taratibu zote za kiofisi zimeshawekwa vizuri sana. Ikiwepo risiti, ikiwepo kutumiwa hata risiti ya soft copy ili watu wajue pesa ile haipotei. Lakini kuna vitabu rasmi ambavyo vimeandaliwa, logbook itakuwa inataja aliyelipa ada. Kwa mfano mjumbe wa halmashauri kuu ya JMAT kutoka mkoa wa Mara akilipa ada, na bahati nzuri analipa leo baada ya mkutano huu. Akishalipa ada, taarifa risiti yake anapata. Na taarifa yake ile inawekwa kwenye logbook kwamba yeye ni mwanachama wa JMAT. Lakini anatoka mkoa gani? Unawekwa ule mkoa pale. Mkoa wa Mara. Anatoka wilaya gani? Ile wilaya aliyotoka inawekwa pale. Anatoka kata gani? Taarifa zile zote zinakuwa pale. Maana lazima hizo taarifa zote zijulikane ili baadaye wakati tunaanza kufanya kugawia, tujue sasa hii asilimia fulani inaenda mkoa fulani kutokana na mapato yale yalivyokuwa. Kwa maana kama tukiweka hamasa kubwa, inawezekana chanzo tunacho hapa hatujaamua tu kukitumia. Sisi wenyewe wakati mwingine tunasema tunapata changamoto ya kuendesha jumuiya katika mikoa, katika wilaya. Lakini inawezekana chanzo kikao hapa tukijua kukitumia vizuri.
Ndani ya miezi 6 kama tukaamua kuwachangisha watu vizuri, miezi 6 tu ukachangisha watu 100 tu, utakuta mmepata kiasi kizuri pale, kwa sababu 70% ya pesa yote inashuka huko. Huku taifa ina 80%, tena sio 70, 80% ya pesa yote inashuka huko. Asilimia inayokuja taifa ni 20% tu. Nadhani tukilichukulia uzito kwamba linawezekana na kwamba ni chanzo cha mapato cha kwetu, ili tuanze kusimama na kujitegemea, tufanye mambo makubwa mengi, tutapata nguvu ya kuhamasisha watu watoe, na mtaona JMAT inavyokuwa na nguvu na kusonga mbele. Kwa hiyo nikiwa nimehitimisha swala hili ambalo nimeelezea kwa kina zaidi, swala la ada, naomba sasa nigusie kuhusiana na fursa ambazo tunaweza kuzipata katika JMAT. Yaani vyanzo vya mapato, namna gani tunaweza tukapata fedha JMAT. Tulianza na chanzo ambacho ni ada moja kwa moja, nishakisema, na sasa vyanzo vingine vinatajwa katika katiba yetu. Katika katiba ya JMAT ibara ya 7 kuanzia kifungu cha kwanza mpaka cha 7 inaelezea vyanzo vya mapato. Ni vyanzo 7 vya mapato. Chanzo cha kwanza ni michango ya hiari kutoka kwa wanajumuiya. Unaweza ukachangisha wanajumuiya kwa ajili ya jambo fulani, wala si vibaya kuwachangisha wanajumuiya. Mara nyingi watu ni wepesi kutoa kama wanaelewa vizuri na kunakuwa na uwajibikaji na uwazi katika kile kitu ambacho watatoa. Kama kuna uwajibikaji katika kile kitu ambacho watu watatoa pesa, kama kuna uwazi katika kile kitu ambacho kinapokelewa na viongozi, watu ni wepesi sana kutoa. Kwa hiyo tunaweza tukachangisha michango ya hiari kutoka kwa wanajumuiya. Watu wanatoa kwa sababu JMAT ina kila wakati tunapongezwa. Nadhani mmeona tukiwa Sabasaba tunazunguka kule, ile watu wanapongeza, wanaona jambo hili ni kubwa, na wengi tunaokutana nao kama mnavyoona. Sasa ni sisi kuamka tutumie hii fursa vizuri. Si vibaya kuomba fedha kwa watu wanaotuamini, kuchangisha. Unaweza kuanza kuchangisha kwetu sisi wenyewe wanachama. Tunatofautiana uwezo. Hii JMAT imejengwa na wanachama. Kama nikidokeza kidogo hapa, nikielezea jinsi mheshimiwa mwenyekiti ambavyo amekuwa akichangisha. Mimi nipo Dar es Salaam hapa. Huu ni mwaka wa 3 naishije. Kwa hiyo unakuta nguvu nyingine nimesapotiwa kutoka mfukoni kwa viongozi wenyewe. Nimesapotiwa kutoka kwenye mfuko wa mheshimiwa mwenyekiti, bwana kaa Dar es Salaam tufanye kazi. Mfuko wake wakati mwingine si tumepata mchango kutoka kwa mwanachama mwenyewe. Tumepata support wakati mwingine kutoka kwa katibu mkuu na viongozi wengine, kwa mratibu na viongozi wengine, kuna wadhamini pia. Maisha yanaendelea. Hata shughuli nyingine tumekuwa tukiitisha vikao, tunawaambia tunaomba support kidogo, tunafanya kikao hapa. Wanachama wenyewe wanaojua JMAT wakielewa hicho kitu wanachangia. Kwa hiyo tusione wanachama hawawezi kuchangia. Tunatofautiana vipato. Wanachama wenyewe tunaweza tukaongea nao, tuombe wachangie hata kidogo, si lazima wachangie kiasi kikubwa. Namba 2, ruzuku kutoka serikalini. JMAT ipo wazi katika kupata support kutoka serikalini ili kufanikisha mambo yake. Wakati mwingine hii ruzuku tunaomba ichukuliwe chanya. Baadhi ya wana-JMAT wamekuwa wakihisi kwamba tuna pesa nyingi zinamiminwa kutoka serikalini kuja hapa. Ni vigumu. Labda naomba nielezee kidogo kuhusiana na hiyo point. Hakuna mzigo labda wa bilioni 2 au bilioni ngapi inatoka serikalini kila mwaka kwa ajili ya JMAT. Wasingeweza. Ukiingia sasa hivi kwenye mtandao, unaweza kupata taasisi na jumuiya zote zilizosajiliwa chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi pamoja na Maendeleo ya Jamii. Ni zaidi ya taasisi 80,000. Zaidi ya taasisi 80,000 zipo zimesajiliwa. Sasa kama hizo zinasaidia nchi, hivi kweli serikali inaweza kawa inazipa ruzuku hizi zote pesa? Haiwezekani. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukaandika barua serikali, tunaomba support kidogo ya jumuiya maridhiano, inafanya maridhiano day, basi mtapata nguvu kidogo, labda milioni 5 hapo. Wakati mwingine tumepata milioni 7, tumefanya maridhiano day, imeisha. Lakini tusiwe na kuna baadhi ya watu wanakuwa na fikra ambazo si sawa. Tunasema kama hawajajua sana, wanahisi kama kuna mzigo mkubwa sana wa pesa unakuja kutoka serikalini. Sio kweli. Ndio maana nataka tutengeneze nguvu zetu sisi wenyewe, tunaweza, kwa sababu tupo wengi.
Kwa hiyo tunaweza kupata ruzuku kutoka serikalini. Tanzania yetu, amani kwanza. Samahani, naomba niwachoshe. Samahani Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niendelee kuwachosha kwa sababu hii naona kama ndio nguvu kubwa ya JMAT katika mambo haya. Sasa niseme chanzo cha tatu cha michango ya hiari kutoka sehemu mbalimbali. Tunaweza tukaomba michango kutoka hata kwa watu ambao sio wana JMAT, kutoka sehemu mbalimbali, ili mradi iwe ni michango safi, sio michango mibaya. Maana hata ni fedha, wakati mwingine fedha inaweza ikawa chafu, wakati mwingine michango inaweza ikawa sio misafi. Kama mtu anatoa na malengo mabaya, sisi tutafute malengo mazuri. Watu wanaopenda amani ya nchi, wengine wanasema bwana, mimi na shughuli zangu, nina biashara, lakini napenda amani ya nchi, lakini sina uwezo wa kushiriki na nyinyi kwenye kazi kila siku, lakini naomba nitoe mchango wangu ili muendelee nyinyi na shughuli. Tuwafuate hao watu wazuri, washiriki, wachangie kitu ili sisi tuendelee kufanya kazi ya amani. Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.